Anasema Mtume, yati ala nasi zamanu, itafika zama kwa watu, asabiru fihim ala dinihi, aliyesubiri katika watu hao kuiendesha dini yake vizuri, kalqabidhi ala aljamri, kama ameshika kaa la moto. Taswira aliyoitoa Mtume ya kushika kaa la moto, yani kaa ambalo pengine ulilihitajia wewe uchukue moto, huna namna ya kulishika kuchukua ila ushike kwa mkono wako mara moja ulifikishe pale, huwezi ukavumilia moja kwa moja, utarusha huko utadaka huko, utarusha huko utadaka huko, hivyo mpaka pengine lianguke chini. Atakayeshika dini kipindi hicho alivyo na matatizo kama ameshika kaa la moto ule. Sasa ya Rasulullah, kikifika kipindi hicho iweje ya Rasulullah kama ndio hiki? Kwa mfano, sikiliza hadithi ya pili. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema siku moja, inna min waraikum zamanu sabrin, kwa hakika huko muda ujao huko kuna kipindi ambacho kitahitaji subira sana, watu wasubiri kweli kweli. Lilmutamassiki fihi, yule atakayeshika dini yake kisawasawa kwenye zama hiyo, ajru 50 shahida minkum, akawaambia masahaba atapata malipo ya mashahidi 50 katika nyinyi. Sahaba akawa kama hakusikia vizuri, sahaba mmoja, malipo ya mashahidi 50 katika sisi, kama hakusikia vizuri, akahakiki. Kila kukasema, manake akauliza mmoja, ya Rasulullah, ajru 50 rajulan minna au minhum, atapata malipo ya watu 50 watu wenyewe katika sisi au katika wao? Yani usahaba anataka hakiki, ikifika zama hizo za kuvumilia, huyo mtu atakayeshika dini vizuri atapata malipo ya watu 50 kwenye sisi au 50 ya masahaba. Mtume akamwambia, bal ajru 50 minkum, mtu atapata malipo ya watu 50 katika nyinyi. Yani zama kama kwa mfano ni zetu hizi zimekuwa ngumu hivi, ukishika dini sawa sawa unapata malipo ya watu 50 katika maswahaba. Sasa ofa namna hii, kipindi kigumu, halafu tujiachie tu dini hataki kuisoma. Ni kigumu kwa mitihani, lakini uwezo wa kusoma upo. Maswahaba walisoma na utu uzima. Wote watu tunawasikia tukisema radhiallahu anhu, wengi walikuwa ni watu wazima, wameingia kwenye Uislamu wakasoma. Leo tunafaidika na dini yetu, tunafaidika kwa kupitia kwao. Sisi uwezekano pia upo kuhakiki tu kile kitu unachotaka kukifanya, ukifanye kwa